Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imesema zaidi ya raia 1500 wamepoteza maisha kutokana na kuongezeka kwa vurugu katika jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa nchi hiyo tangu mwanzoni mwa mwezi Desemba. Kwa mujibu wa taarifa ya serikali iliyotolewa Jumatano, mapigano yameongezeka katika maeneo mbalimbali ya jimbo hilo, hususan kwenye muhimili wa Kamanyola, Uvira. Operesheni za makundi yenye silaha katika eneo hilo zimesababisha maelfu ya wananchi kulazimika kuyahama makazi yao. Serikali imesema zaidi ya watu 500,000 wamekimbia makazi yao kutokana na hali ya ukosefu wa usalama unaoendelea. Aidha, mstari wa mapigano umeendelea kusonga kusini na kuathiri maeneo kadhaa ya Kivu Kusini yakiwemo Uvira, Fizi na Mwenga. Mamlaka za serikali zimeeleza kuwa ongezeko hilo la vurugu linasababishwa na makundi yenye silaha yanayokiuka makubaliano yaliyopo pamoja na sheria za kimataifa na za kibinadamu. Serikali ya DRC imesisitiza dhamira yake ya kurejesha mamlaka ya dola katika maeneo yote ya nchi na kuwachukulia hatua wale wote wanaohusika na machafuko hayo kupitia njia za kidiplomasia na kisheria. Mashariki mwa DRC imekuwa ikikabiliwa na ukosefu wa utulivu kwa miongo kadhaa, hali iliyoendelea kuwa mbaya zaidi tangu kurejea kwa kundi la waasi la M23 mwishoni mwa mwaka 2021. Serikali ya Kongo imekuwa ikishutumu Rwanda kwa kulisaidia kundi hilo, madai ambayo serikali ya Rwanda imekuwa ikiyakanusha. Tukiingia mwaka mpya wa 2026, bado serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeripoti kwamba takwimu za mwezi Disemba hadi hivi sasa bado zinaelezea hali kuwa mbaya zaidi eneo la kusini mwa Kivu, yani Kivu Kusini, kutokana na mashambulizi ambayo yanaratibiwa na makundi mbalimbali yenye silaha katika maeneo hayo, huku maeneo kama Uvira, Fizi na Mwenga yakizidi kuathirika zaidi na raia zaidi ya 500,000 wakikimbia makazi yao. Mwaka mpya huu wa 2026 bado hali inazidi kuwa mbaya katika maeneo hayo ya Kivu Kusini, ambapo mapigano yamesababisha zaidi ya raia 1500 kuweza kuuawa tangu mwezi Desemba mwaka jana 2025. Mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi basi usiache na usisite kuweza kutufuatilia kila siku hapa Zone Media kwa kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.